Karibu mtu mwingine kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, chambuzi na maarifa. Mimi ni Erasto Senju. Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewataka watendaji wa serikali kuwa waadilifu na kuzingatia uwajibikaji kwa wananchi waliowachagua ili kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili. Akizungumza leo Januari 27, 2026 jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan iliyowasilishwa bungeni na Dr. Mwigulu, amesisitiza umuhimu wa wabunge kujadili hotuba hiyo kwa maslahi ya umma na maendeleo ya taifa. Ameeleza kuwa utekelezaji wa maelekezo ni miongozo ya serikali unapaswa kuzingatiwa misingi ya uadilifu, uwazi na uwajibikaji ili kuimarisha imani ya wananchi kwa serikali na kuhakikisha maendeleo yanayokusudiwa yanawafikia wananchi wote. Utendaji serikalini ni miongoni mwa jambo ambalo limezungumzwa kwa kina kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais. Tunapozungumzia utendaji serikalini, msisitizo ni uadilifu na uwajibikaji wa serikali kwa wananchi waliotuchagua ili kuhakikisha kuwa wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili. Serikali itawajibika na kuendelea na mageuzi ya sera zinazogusa moja kwa moja maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi. Ninaomba nitumie fursa hii kusisitiza kuwa serikali haitavumilia watendaji au viongozi wanaotoa visingizio na wasiowajibika. Hulka ya utendaji wa kazi wa mazoea, ujanja na kutoa taarifa za michakato badala ya majawabu havitovumiliwa hata kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu suala la marekebisho ya katiba ambalo ni mojawapo ya ahadi ya Chama cha Mapinduzi kupitia ibara ya 47 kifungu kidogo cha pili cha ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025, Mheshimiwa Rais alisisitiza kuwa serikali itafanyia kazi swala hili kwa kwanza na kuunda tume huru ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu na kufuatiwa na kuunda tume ya usuluhishi na maelewano na kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi. Ninapenda kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba serikali imejipanga kikamilifu kutekeleza vipaumbele vyote vilivyoainishwa. Serikali imeainisha maeneo mbalimbali ya utekelezaji na kupanga mpango kazi wa utekelezaji wa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, na tayari utekelezaji wake umeshaanza kutekelezwa kwenye maeneo kadhaa. Hivi sasa serikali kupitia wizara za kisekta imeanza kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatua mbalimbali za utekelezaji na zilizokamilika zinazohusiana na ahadi za Mheshimiwa Rais za siku 100 baada ya kuunda serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha pili. Jiji la Dodoma limeendelea kutekeleza kampeni ya upandaji miti kama sehemu ya juhudi za kuhifadhi mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, zoezi lililofanyika katika maeneo mbalimbali ikiwemo shule, taasisi za umma, barabara na maeneo ya makazi. Katibu Tawala wa wilaya ya Dodoma, Sakina Mbugi, ameshiriki zoezi la upandaji miti katika shule ya msingi Mbwaga, akisema zoezi hilo ni sehemu ya kimkakati ya kulifanya jiji la Dodoma kuwa la kijani na pia kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku yake ya kuzaliwa. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Mnadani Mugendi Kerenge amewahimiza wananchi kushiriki kikamilifu katika uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji, akisisitiza kuwa jumla ya miti 150 imepandwa katika shule hiyo. Viongozi wa serikali wilaya, lakini pia tunao kwenye ngazi ya mtaa, wana Dodoma wenzangu wote, mimi ninashukuru kwa siku ya leo. Tumekuwa na mazoezi mengi ya kupanda mti. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwanzilishi wa mbio hizi za utunzaji wa mazingira kwa hiari yetu. Ametuonyesha kwamba tunapaswa kuishi kwa vitendo. Tunayo nchi moja, tunayo dunia moja ambayo inatutegemea sisi viumbe tuliopo ndani ili tuweze kuihakikisha inakuwa na uendelevu. Ninaomba kuwakumbusha tu, tunazo sheria za mazingira,
tunazo sheria ndogo zinazohusika na mazingira katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Na moja ya matakwa ama utaratibu, tunapokuwa tuko katika makazi yetu, tunatakiwa tuhakikishe kila kaya walau ina miti mitano. Miti mitano tu kwa kuanza. Miti hii mitano kwa mwaka jana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa aliweka kwamba tuanze kuweka kipaumbele ya kupanda miti ya matunda. Kwa sasa hivi tunapanda miti ya matunda na tunapanda miti ya kivuli. Tumeendelea kuwa na kampeni nyingi sana Dodoma ili uangalie unasuti wapi. Wapi wewe utafanya, lakini hiki kitu tuelewe kwamba ni ibada lakini pia ni tabia. Mnadani tukio hili tunataka tulifanye liwe endelevu, na hata nilikuwa nazungumza hapa na mtendaji wangu, tutaanza kuangalia barabara za ndani yetu ya kata ya Mnadani. Ni barabara zipi ambazo zitahitaji tupande miti pembezoni. Kwa tutaanza na barabara za ndani. Tuone kila barabara itakuwa na mti ambao itakuwa ina aksi siku ya leo ambao umekuja ndani ya kata yetu. Kwa hiyo tunataka tukuhakikishie jambo hili tutalifanya kama ODC, kama kamati ya maendeleo ya kata. Kila mtaa utakuja na barabara angalau 3 ambazo zitapandwa miti pembezoni. Hizo zitakuwa ni barabara tu za mtaani kuonekana kwamba hili jambo limekuja kwenye kata yetu na sisi tunalichukua. Kwa hiyo tutalifanyia kazi. Katika habari za biashara, serikali ya Tanzania imesema imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kupanua fursa za ajira kwa vijana kwa kushirikiana na sekta binafsi pamoja na wadau wa maendeleo, hatua inayolenga kukabiliana na changamoto za ajira nchini. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri kazi duniani Global Labor Market Conference, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano, Mheshimiwa Deus Clement Sangu amesema ushirikiano huo umewezesha vijana wa Kitanzania kupata nafasi za ajira hata nje ya nchi kutokana na ujuzi walionao. Ameeleza kuwa serikali imewekeza katika ufunguzi wa vyuo vya ufundi stadi vinavyotoa mafunzo yanayokidhi mahitaji ya soko la ajira, hatua ambayo imeongeza ujuzi wa vitendo, ubunifu na uwezo wa vijana kujiajiri au kuajiriwa ndani na nje ya nchi. Tumefika hapa nchini Saudi Arabia katika jiji la Riyadh, ambapo tuna mkutano unaohusisha mawaziri wa kazi duniani, ambapo tumekutana na mawaziri wa kazi duniani kote kujadili masuala yanayohusiana na soko la ajira. Ni pamoja na mambo mengine, mjadala umehusu namna gani ambavyo nchi zinaweza kushirikiana katika soko la ajira, lakini pamoja na mambo mengine tumetumia fursa kama Tanzania kutafuta fursa za vijana wetu za ajira kwenye nchi mbalimbali. Pembezoni mwa mkutano huu nimepata fursa pia kuongea na baadhi ya mawaziri wenzangu wa kazi kutoka nchi mbalimbali, ikiwemo waziri wa kazi toka Qatar, lakini tumepata fursa ya kuongea na waziri wa kazi toka Oman, lakini pia waziri wa kazi toka Serbia, na bado tutaendelea kuzungumza na wengine. Lengo kuu ya mikutano hii ni kuweza kufanya mazungumzo namna gani naweza tukapata fursa za ajira kwa ajili ya vijana wetu wa Kitanzania. Tunajua kwamba baadhi ya nchi kama Omani, vijana wetu wamekuwa wakienda kufanya kazi na ambao idadi yao ni kubwa sana. Lakini tayari Tanzania na nchi ya Oman tumeshaanza mazungumzo na tumeshapeleka draft ya MOU ambao tukisha sign sasa, kuna baadhi ya haki, baadhi ya nafasi za kazi zitaweza kuongezeka, na tumekubaliana katika kikao hiki tulichoketi na waziri wa Oman kwamba sasa baada ya kusaini mkataba ambao tutausaini hivi karibuni, itoe fursa za kazi nyingine za ziada, kwa sababu tumewahakikishia kama nchi kama Tanzania tumejipanga na tumewaandaa vijana wengi wa Kitanzania katika fani mbalimbali. Kwa mkutano huu umejadili mambo mengi na tunaendelea, na bado tutaendelea kuwa na mikutano na waheshimiwa mawaziri wengine kutoka nchi mbalimbali na hasa nchi za Gulf, ambao kwa umoja wao tunataka kujadili namna ya kuongeza nafasi na fursa za ajira kwa vijana wetu, na tukizingatia tu sio fursa za ajira zile tulizozoea kama wafanyakazi wa ndani, lakini tunataka tupanue wigo, tuwe na fursa za ajira mbalimbali ambazo zimejikita katika fani mbalimbali za vijana wetu. Katika habari za kimataifa, matamshi ya Rais Yoweri Museveni kuwataja wapinzani wake kuwa magaidi aliyoyatoa wakati wa sherehe za maadhimisho ya miaka 40 ya utawala wake yameibua mjadala mpana wa kisiasa na yamepokelewa kwa hisia na mitazamo tofauti ndani na nje ya Uganda. Sherehe hizo zililenga kuadhimisha miongo minne ya uongozi wa Rais Yoweri Museveni tangu kuchukua madaraka mwaka 1986 kupitia vuguvugu la NRM. Hata hivyo,
maadhimisho hayo yaligeuka kuwa jukwaa la lawama za kisiasa. Wanaharakati wa utawala wa kidemokrasia wanasema matamshi hayo yanaashiria hali ya wasiwasi na mashaka miongoni mwa viongozi wa upinzani, hasa katika kipindi hiki cha baada ya uchaguzi. Katika hotuba yake, Rais Museveni ameeleza kutoridhishwa kwake na idadi ndogo ya wapiga kura waliojitokeza katika uchaguzi mkuu, akidai kuwa zaidi ya wafuasi wake milioni 6 hawakushiriki uchaguzi kutokana na vitisho na matamshi yaliyotaja kuwa ya kigaidi kutoka kwa upinzani. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya mtungini kwa siku hii ya leo. Endelea kufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Andrew.